Joshua Nasari. Halo. Habari za asubuhi brother. Salama ndugu yangu, habari zako Semio? Bwana shwari kabisa, mambo yanaenda? Tunamshukuru Mungu. Mungu ni mwema. Bwana, wakazi wa Arumeru Mashariki wanatusumbua sana huku kwenye simu na message. Na bahati nzuri kwenye kipindi hapa nipo na ndugu yao Joram Sumari, kwa hiyo wakiongea Kimeru wanajibiwa Kimeru. Najua tuna ndugu yetu hapo. Hapa yupo Joram Sumari, amesimama vizuri kabisa hapa. Kwa hiyo ananisaidia siteseki sana katika upande huo. Kazi iendelee. Bwana, simu zimekuwa zinalia sana, messages zimekuwa nyingi sana, wanaulizia vipi Joshua Nasari anagombea tujiandae au inakuaje? Nikasema homeboy yupo, lazima nimvutie. Hatupasi kumjibia. Nataka kujua. Nataka kujua bwana. Haya basi, wafikishe salamu wana Meru, kwanza waambie nimewamisi sana. Na wale nimemisi nyumbani kwetu na kila mtu anakwao. Imekuwa na heshima kubwa kwangu kwamba baada ya kutokea aliyotokea wakati ule, baada ya Samia kuingia madarakani, alikumbuka kwamba huko Meru kuna kijana mmoja anaitwa Joshua Nasari katika Tanzania milioni 60 walioko nchini, anaweza akamsaidia kazi, akampa kipande cha nchi. Mkuu wa wilaya, mshukuru Mungu ni heshima, mkuu wa wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara, mkuu wa wilaya ya Irambo, mkoa wa Singida, mkuu wa wilaya Monduli, mkoa wa Arusha, hapa tunakutana na Semio. Lakini nimekuwa mkuu wa wilaya ya Magu, mkoa wa Mwanza Usukumani. Mpaka siku ya Jumanne wiki hii. Kwa hiyo na mimi nilimuomba kibali cha mamlaka, nilimuomba rais kwa heshima kubwa na wakubwa wangu wa kazi kwamba itakapofika wakati huu basi na mimi nipeze kupata ruhusa angalau nirudi nyumbani na mimi kutumika nyumbani. Kwa hivyo tangu Jumanne wiki hii basi nilipata kibali hicho. Anapozungumza na wewe ni kwa Arusha. In fact niko mkoani hapo, tunampokea mkuu wetu mpya wa mkoa, na baada ya hapo leo nitakwenda kuchukua fomu usariva kwenye ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kuteuliwa na chama hiki kwa ajili ya kupeperusha bendera kwenye jimbo letu la Arumeru Mashariki. Nirudie tena, kila mtu anakwao, kwa hiyo mimi nataka kujenga kwetu. Bwana, hiyo ni habari njema. Ningekuwa najua kupiga ile mbinja za Kimeru ningezipiga. Wanaume huwa wapiga waruhusiwi hiyo, atamwambia Sumari hapo. Wanaume wanateshere. Ukipiga watakuchapa 70. Okay. Tunakumbuka wakati ule ulikuwa kuna msemo ulikuwa unatumia sana, na ulikuwa unatumia msemo wa kinyumbani. Ulikuwa unasema Irwashiringa amucharo chinchumu. Bado unasimamia kwenye hilo kwamba Mungu akulinde kwa sababu absolutely. Safari yote ya maisha yangu imekuwa ni neema za Mungu tu, Semio na Sumari. Mimi mpaka leo kujiona ni mtu ambaye nishakuwa mbunge, nishakuwa mkuu wa wilaya kwenye mkoa yote hiyo na mimi katika umri na katika historia yetu. Mimi ni mtoto tu wa muuza mboga. Wale watu wanatokea pale Kusakina kwa Idi ama kule Sokoniwani wanajua kwa sababu tumeishi huko na wanafahamu kwamba mama yangu alikuwa ni mfanyabiashara tu, hizo biashara za pembeni ya barabara namna hiyo. Na mimi nimekuwa ni miongoni mwa wasaidizi wake, na baba yangu ni mchungaji tu, alikuwa mchungaji wa kanisa dogo la Pentecoste mpaka alipostaafu miaka 2 iliyopita. Kwa hivyo obviously safari hii bila mkono wa Mungu nisingekuwa chochote, nisingekuwa lolote. Kwa hivyo kama nilivyosema mwanzo wakati ule kwamba naanza na Mungu nitamaliza na Mungu, na nawahakikishia watu pia kwamba bado naendelea na Mungu. Kwa hivyo safari hii nyepesi, na safari inahitaji mkono wa Mungu, safari inahitaji maombi, safari ni vita. CCM ni chama kikubwa, kina watu wengi wenye nguvu zao ndani yake huko na nini. Na mimi niko ndani yake kwa sasa, kwa hiyo bado nahitaji mkono wa Bwana uweze kunikisha, lakini ninaamini kwamba utukufu wa pili utakuwa mkubwa kuliko wa mwanzo kama yasemavyo maandiko. Wiki iliyopita kuna baadhi ya wakazi wa Arumeru Mashariki walikuwa wakisema kwamba una utofauti na viongozi wengi ambao walipita kwa sababu ya wewe kuwepo miongoni mwao. Umekuwa ni mtu ambaye mara nyingi unaonekana katika makazi ya watu, na unapotokea inaonekana kabisa kwamba huyu ni mtu wa hapa, sio kwamba kiongozi amekuja. Labda hilo ni nini ambalo mimi ndo nilisema hasa mimi. Hasa Joram alizungumza hicho. Yaani ni kwa nini umekuwa na utofauti kwamba unapofika nyumbani kwenu yani hauonekani, yani sio kiongozi isipokuwa ni mwanafamilia amekuja? Unapokuwa kiongozi wa kuchaguliwa kuwakilisha watu, unapokuwa kiongozi wa watu, wajibu wako ni kuwa sehemu ya hao watu. Kama huwezi kuwa sehemu ya hao watu na ukawa kama wao, then hakuna ile maana halisi ya uwakilishi. Bunge ni kazi ya uwakilishi, udiwani ni kazi ya uwakilishi, mwenyekiti wa kijiji ni kazi ya uwakilishi. Unapaswa ujichanganye na wale ambao unawakilisha ili uweze kuwakilisha kisawa sawa. Sasa mimi kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba hii heshima nimepewa na Mungu kupitia watu wa Meru.
na kwa kweli kama unavyojua kwamba na historia na huo umasikini na nini, hasijawahi kupata nafasi kwa kuonga, kwa kutoa fedha ama kwa kufanya nini. Imekuwa ni neema za Mungu. Obviously lazima naendelee, nguvu yangu ni nguvu ya watu, kwa lazima niendelee kujikita kwa watu, na ndio inavyotakiwa. Inashangaza tu kuona viongozi wengine wanachukulia leo wanapita kwenye kata huko, mtu anakuambia mbunge hapa hatujawahi kumuona tuna miaka mingapi, sisi hatumjui atufanye nini, na ndio zaidi mahali labda mpaka mtu aanze kujitambulisha mimi ndo mbunge gani. Hiyo sana sio sawa. Dhana ya ubunge ni dhana ya uwakilishi. Kwa hiyo unatakiwa kwenye misiba yao uwe nao, kwenye harusi zao uwe nao, kwenye jambo lako uwe nao. Ukitokea ajali barabarani uwe uko jirani. Mimi kuna wakati niliwahi kutokea ajali nikiwa mbunge wa Meru, akatokea ajali sehemu moja wanaita wapi hapo mlima wa Katiti pale. Mlima Sakila. Kuna shule moja ya msingi iko pembeni ya barabara. Hapa Katiti kabisa mlimani, kama unakuja nje ya Ng'ombe, kabla ya nje ya Ng'ombe. Kuna shule moja ya msingi iko pale pembeni ya barabara, akatokea mtoto akagongwa bahati mbaya, nakupa ikuaga mara ya kwanza. Hii kwa sababu wananchi walikasirika na ndio wakafunga njia na mimi nzuri, kwa sababu niko jimboni na niko katikati ya watu, muda wote ilipigwa simu moja tu na dereva wa bodaboda. Kujua kana pale nikakuta polisi wamefika, wanapiga watu mabomu huku, watu wanafunga kule, wanapigwa huku, wanafunga kule. Sasa sababu nilikuwa niko jirani na najua mimi ni sauti ya watu na inawezekana kutafuta hata na dereva wa bodaboda. Nilipofika pale ndio nikaweza kufanikiwa kupia kilo, nikazunguka na watu wakatuelewa. Baada ya hapo tukaelekeza watu Sandos na jeshi la polisi, wakaweka alama, wakaweka kivuko, wakaweka fist, wakaweka nini, na askari wakaanza kusimama pale. Sasa kama nisingekuwepo karibu na watu, kama mngekuwa dereva wa bodaboda ana namba yako ya simu kwa mfano, kama ndio ningetatulia namna gani? Maana yake watu wanatoka Moshi, wanatoka au kisingeweza kuvuka. Kwa maana yangu kwa mfano ni siku nyingi kidogo, ni hiyo dhana kwamba mbunge anapaswa kuwa mbunge wa watu, na atokane na watu, na awe sauti ya watu, na ajichanganye katikati ya watu, na asijione kama mtu ambaye yuko juu, kwa sababu ukiwa juu tayari maana yake ile bana wakilishi inakuwa imepotea. Kwa lazima wakati mwingine mtu anakuona kama mimi, wewe ina gharama zake semio. Kuna mtu anaonekana hapo niko na vijana tuko mtaani, au naye ni mkora, au ni muuni, au ni namna gani, na inakupa majina mengine na sifa zingine mbaya. Wakati mwingine unacheza nao mpira. Mimi ni mchezaji wa timu ya Napoko pale Msarifa pale Napoko TPS Tanzania Poultry Farm, na mpaka kitambulisho na ni mchezaji na nimekuwa nikicheza. Mtu mwingine akipita kwa anakuona mbona anajidhalilisha au mbona naye ni mkora, mbona anaonekana, lakini hiyo ndio maana halisi ya wakilishi. Kwa hivyo mimi huwa sijai kuogopa hayo majina na vitu vingine, lakini ninafikiri kwamba unapaswa kuwa na watu kwenye ibada zao uwe nao, kwenye makanisa uwe nao, kwenye shughuli zao uwe nao, kushimba barabara uwe nao, kwenye maendeleo kuyapange pamoja. Mahali mtu anazulumiwa haki yake aweze kufikia kirahisi. Na nafikiri maendeleo bila ushirika hakuna, ni uongo. Itakuwa ni ile tu white elephant project. Sasa na ushuke tu kutoka mbinguni uje uanze kujenga majengo hapo, ujenge mashule, ujenge manini, alafu hujazungumza na watu, hamjapanga pamoja, hamjafanya hayo maendeleo ya kwa shirikishi. Kwa hivyo dhana ya uwakilishi ndio maana yake halisi, ni mtu kuwa mtu wa watu na sehemu ya watu na sehemu ya maisha yao. Tunajua umekaa nje kidogo ya jimbo la Arumeru Mashariki. Ni kitu gani ambacho umekiona kwamba hiki kimepungukiwa na tunahitaji mtu mwenye sifa hizi ili aweze kupewa ridhaa ya kuongoza tena jimbo la Arumeru Mashariki? Nisingependa sana kuzungumza kwamba kitu gani tumepungukiwa, tumefanyaje. Tunasiasa ushindani na haya mambo yatafanya kwenye vyama na chama kitaamua na baadaye mchakato utakuja. Lakini ukweli tu ni mmoja kwamba kwanza mimi nimekaa nje ya siasa za uwakilishi na jimbo, nimejifunza mambo mengi. Nilikuwa sehemu ya serikali, nimekuwa mkuu wa wilaya, nimekuwa mkuu wa serikali kwenye eneo langu, nimeshiriki mambo mengi, nimepata kuijua serikali zaidi kwa undani, nimepata kujua namna mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo ni added advantage kwamba hata nikirudi huko pengine sasa nitakuwa kuna kitu kipya nimeongeza. Lakini ukweli tu ni kwamba kitu gani kimepungua nisizungumze hapo, ila mimi nafahamu kitu kimoja. Watu wa Meru wanahitaji mtu mwenye sifa zifuatazo kwa wote, na sio wakati huu tu. Ya kwanza wanahitaji mtu jasiri. Naamini ujasiri wao ninao na wanajua, na sina haja ya kuzungumza, wamewahi kuona kwa vitendo. Wanahitaji mtu mwenye uwezo wa kujenga hoja na kuzisimamia hoja. Hilo jambo wanajua uwezo huo Mungu alinipa, uwezo wa kujenga hoja na kusimamia hoja. Kwa sababu unapokwenda mahali ukasema tunahitaji barabara, kila mtu anahitaji barabara, hiyo pekee yake haitoshi. Lazima uzungumze kwa nini hiyo barabara, na kwa nini hiyo sasa, na kwa nini sio hile, na kwa nini kwenye bajeti ndogo sisi tupewe wale wakose. Kwa uwezo wa kujenga hoja naamini ninao. Lakini Meru inahitaji mtu ambaye ana uwezo wa kuunganisha watu. Jamii yetu inahitaji kuunganishwa kutoka kwenye mila kwenda kwenye dini, kwenda kwenye nini. Kwa bahati mbaya tumepitia historia zingine ambapo sio nzuri kuzungumza. Watu wetu walishawahi kuingia kwenye matatizo mpaka ya kugombana wenyewe kwa wenyewe miaka 90 mwanzoni, kama unakumbuka Temio. Yeah, sure. Na ikaacha maafa, wengine wakati mwingine ikawa watu wa dini hawezi kwenda kwenye ubarikiwa, mtoto huyu hawezi kufanyaje. Jaribu kubreak hiyo barrier, na jamii imejitahidi kwa nguvu zote na inaendelea kubreak, lakini we still need mtu ambaye anaweza kuunganisha watu kwa matabaka tofauti ya koo, ya nini, ya kiimani, kuunganisha mila na dini na serikali na maendeleo na vyama pamoja. Hiyo sifa ninayo ya kuunganisha watu, uwezo wa kukata cross people. Namshukuru Mungu kwamba uwezo huo ananipa, ninaweza. Na nao rafiki wengi kila siku kila kona ya Meru. Kwa hiyo sio kazi kubwa. Lakini la mwisho, Meru inahitaji mtu ambaye ameweza
kuaminika au ambaye anaweza kuaminika serikalini na kuaminika na vyombo. Kwa hiyo sina haja ya kuzungumza. Ninapozungumza nimekuwa mkuu wa wilaya, ninaaminiwa na vyombo, ninaaminiwa mkuu wa nchi. Kwa hiyo ninaamini kwamba nina uwezo mzuri wa kuyabeba maono ya watu wa Meru. Naam. Bwana Joshua, sisi tukushukuru sana kuongea nawe kwa muda huu, na tunaamini kwamba mara baada ya kuchukua fomu sasa tutakutafuta ili uje studio tupige story kwa undani zaidi na maswali mengi zaidi na uongee na wana Rumeru pia. Ninakushukuru sana na nitumie nafasi hii pia kuwapongeza viongozi waliomaliza muda wao, mheshimiwa diwani, mheshimiwa mkuu wetu wa Meru huko na wengine wote, lakini wakati umefika, kwa hiyo wasione kama vita, wasione kama chuki. Tunachotaka ni kusukuma maendeleo mbele ya watu wa Meru. Hatupuuzi kazi yote iliyofanywa na mtu yote, lakini pengine tunataka kwenda kwa kasi kubwa zaidi. Naam. Nakushukuru sana. Umeangalia wana Meru kwamba leo nitachukua fomu na nitarejesha. Umeshukuru madiwani, lakini sijasikia ukimshukuru mbunge kwa kumaliza muda wake. Nimemshukuru mheshimiwa mbunge kwa kazi aliyoifanya na nimempongeza. Na nikamwambia sio chuki na ninamheshimu. Yeye ni warika la utalala kule kwa sisi tumeenda jando tulifundishwa kuheshimiana. Rika la utalala ni rika la baba yangu, kuona mimi ni mtoto wa utalala, kwa hiyo ni kama baba yangu. Okay. Ni rika la Tareto, ni mtoto wake. Kwa hivyo wakati mwingine wanasema kwamba jambo likiwa gumu kwa mzee anasaidiwa na kijana. Kwa hivyo mimi nafikiri nataka kusaidia mzee pale alipofikisha niweze kwenda kwa kasi zaidi, lakini haimaanishi kwamba I don't recognize au sitambui kazi ambayo imefanyika. Maana kuna kazi zimefanyika na kwa hilo nawapongeza, lakini naamini kwamba tuna uwezo wa kwenda kwa kasi zaidi. Na Meru inahitaji mtu ambaye kwa hizo sifa nilizokuambia katika hatua sasa. Na mzee anapaswa kumsupport kijana. Ndio mila zinataka hivyo, na sisi tumeshalazwa. Hii kaleta limelazwa. Tukaambiwa mmekuwa watu wazima, ndio maana hatuchimbi tena makaburi sasa. Kwenye misiba ndio maana kwenye kitolea tufanye tena kazi za mikono. Bwana Sumaira anajua maana yake, tumeiva, tunafaa sasa kupewa kazi ya kuongoza. Ndio maana halisi hiyo. Na hata makamu mkuu wa mila na jadi za Wameru aliyechaguliwa hivi karibuni, makamu mkuu wa mila na jadi za Wameru Tanzania na duniani, ni kutoka kwenye rika langu. Maana yake imeonekana kwamba ana uwezo wa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo nafikiri kwamba naomba sana wazee wa rika la utalala akiwemo na mzee wangu Jomdi kwamba waniunge mkono ili niweze kuingiza mambo ya Meru. Bwana, sasa naamini kwamba wakazi wa Rumeru Mashariki watakuwa na furaha na ile kiu yao waliokuwa kitusumbua nao sasa utakuwa umeikata kabisa. Wasubirie tu na mimi nimewaamini sana ila ketu siwezi kusubiri zaidi. Kwa kweli. Bwana, shukrani sana Joshua. Nashukuru sana, natakia mchana mwema Radio sana. Asante sana. Sasa ile kiu bwana imekatika. Maana watu walivyokuwa sasa inakuaje, mbona mumpigi hii? Mimi sina kwambia, moja kati ya watu ambao wanawajulia watu wa Meru ni Joshua Nassari. Sana. Yaani anawajulia na anawajulia sio tu. Juzi nilikuwa nimetolea mfano kwamba hata wamama na namna ni vile ambavyo wanavyokuwa akiongea nao na kuwaonyesha kwamba yeye ni mtoto wao. Na hata nikija umesikia hapa akiwa anazungumza anaambia kwamba mimi ni kijana wenu, nimetoka sehemu yenu. Kwa hiyo ndio maana tu namuona hata namna anavyokuwa anashiriki matukio mengi ya kijamii, hawi kama kiongozi, anakuwa ni kama kwa sababu ni mtoto, yani anajionyesha kwamba mimi nimetoka huko, sema nimekuja tu hapa, lakini haimaanishi kwamba mimi sipo huko. Ndio maana kwa mfano sasa hivi Joshua Nassari kwenye mazingira ya kawaida akisema amefulia ni rahisi sana kusaidika. Kwa sababu ndio ile alikuwa anakutolea mfano, mchungaji mmoja alitolea mfano kwamba mama yake aliwahi kumwambia kwamba ukiwa tajiri, hata kama umekuwa tajiri na mafanikio, nenda hata siku moja kwa jirani yako ambaye unaamini ni maskini ana uwezo, muombe hata chumvi. Ili siku usipokuwa nayo, hata kama una debe la chumvi ndani, muombe ili aone kwamba kuna kukosa, ili hata siku mambo yako yakienda tofauti iwe hata ni rahisi asikuone kama mgeni. Kwa hiyo kwa Joshua Nassari hata mambo yakienda ndivyo sivyo, akija kujichanganya kwa wananchi, kwa mfano wa Rumeru, hawezi kusema siku hizi hamna kitu, siasa imempiga chini au ndo maana, kwa sababu yeye alikuwa anapatikana muda wowote. Hawa viongozi ambao hawapatikani muda wowote, wakija kuyumba kwenye siasa, wakija kujichanganya kwenye jamii, wanaonekana wameyumba. Lakini huyu ambaye muda wote alikuwa sio miongoni mwetu, wakati alivyokuwa kwenye kiti chake cha enzi hakuwa miongoni mwetu. Anyway, I say pamechangamka ili tuone huko. Ni hatari. Tunaendelea sasa na Mheshimiwa Joshua Nassari na baadaye Mheshimiwa Omari Mgumba akae tayari. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru.
Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 1952 Mtanganyika wa kwanza aliyekwenda Umoja wa Mataifa miaka 9 kabla ya uhuru alikuwa anaitwa Japhet Kirilo Ngura Ayo, akiwa ni mwananchi wa Meru. Na baada ya hapo kilichompeleka UN Marekani mwaka 1952 New York ilikuwa ni swala la ardhi, na akianzia Meru kwa sababu ya mgogoro uliokuwepo wa ardhi ndani ya wilaya ndani iliyokuwa inaitwa wilaya ya Arusha Meru miaka hiyo. Na Kirilo huyu akaja kuwa mbunge wa kwanza, na wakati wa harakati za uhuru Mwalimu Nyerere amelala sana pale Meru nyumbani kwa Kirilo, alikuwa anakuja kutafuta ushauri kwa sababu mwenzake alikwisha kufika kabla yake. Miaka 9 kabla ya uhuru Kirilo ametumwa Meru, ametumwa UN New York kwa fedha ambazo zilichangwa barabarani kwenye viungo ambavyo watu wa Meru waliweka, zikamsaidia kwenda yeye pamoja na mwanasheria United Nations 1952. Tumepata uhuru, ameingia Nyerere, awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya 4, awamu ya 5, bado ardhi ya Meru imeendelea kuwa kizungumkuti.